Ninawasalimu nyote. Ni matumaini yangu kuwa ninyi nyote hamjambo. Ninayo furaha kuwakaribisheni tena ili mjiunge nami kusikiliza mengi kuhusu mafundisho ya neno la Mungu. Kitabu hiki pamoja na kanda vimetayarishwa na kutolewa na Language Recordings International. Na ukiwa na maswali yoyote kuhusu neno la Mungu au kitaka msaada wa kiroho, utuandikie nasi tutakuwa tayari kukujibu. Katika vitabu vingine tumekuwa tukijifunza kuhusu watu waliomtii Mungu na jinsi Mungu alivyowabariki. Lakini katika kitabu hiki tutajifunza kuhusu mtu mmoja anayeitwa Yesu Kristo. Sasa angalieni picha ya kwanza. Katika kitabu cha 7 tumekwisha kuzungumzia kuhusu kuzaliwa kwake Yesu Kristo, na kwamba yeye ni mwana wa Mungu aliyezaliwa na bikira. Alikuja duniani ili mimi na wewe tupate kupatanishwa na Mungu kwa njia yake Yesu Kristo. Sikiliza katika Yohana sura ya 1 mstari wa 10 mpaka 13 inavyosema: alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Tuna shida ya kuelewa jinsi Mungu, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu wanaweza kuwa kitu kimoja. Sio kwamba ni watu watatu tofauti, bali ni utatu wa Mungu katika Mungu mmoja. Tutazungumzia mengi kuhusu Roho Mtakatifu, lakini tutafanya hivyo katika kitabu kingine baadaye. Basi endelea kusikiliza mafundisho kutoka kwenye picha na vitabu vyote. Picha ya pili. Siku moja Yesu alipokuwa mtu mzima, alialikwa kwenye arusi huko Kana, pamoja na wanafunzi wake, na mama yake pia alikuwako. Kukatokea kwamba wageni walioalikwa waliishiwa na divai na hawakujua la kufanya. Mariamu mama yake Yesu alimwendea akamwambia, hawana divai. Yesu akamwambia, mama, kwa nini unanihusisha mimi? Saa yangu haijawadia. Mama yake akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwako na mitungi 6 ya mawe. Yesu akawaambia watumishi, ijalizeni mitungi maji. Nao wakaijaza maji. Akawaambia, sasa tekeni mkampelekee mkuu wa meza. Yesu alikuwa amegeuza maji kuwa divai tamu sana. Walifanya walivyoambiwa na Yesu, na mkuu wa meza alipoyaonja maji yale yaliyokuwa yamegeuzwa kuwa divai, lakini hakujua imetoka wapi isipokuwa watumishi wake. Mkuu wa meza akamwambia bwana harusi, kila mtu huandaa kwanza divai iliyo njema. Hata watu wakisha kunywa sana, ndipo huleta ile iliyo dhaifu. Wewe umeiweka divai iliyo njema hata sasa. Huu ulikuwa ni muujiza wake Yesu wa kwanza aliyoufanya wakati wa siku zake hapa duniani. Tunajifunza nini kutokana na mafundisho haya? Yesu anao uwezo wa kubadili maji kuwa divai, kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu. Pia tufahamu kuwa kama alivyoyabadilisha maji na kuwa divai, anaweza kubadilisha shida zetu na zikawa furaha. Jambo la pili ni kwamba hawa watumishi walimwamini Yesu na hivyo wakamtii. Walipoambiwa kujaza mitungi maji, walifanya. Pia walipoambiwa kuchota yale maji na kumpelekea mkuu wa meza, walitii na kuamini na wakafanya. Yesu anataka tuwe na imani kamili pamoja na utii wa kweli. Ndugu zangu, hebu tumruhusu Yesu ili ayabadili maisha yetu na taabu zetu. Na pia tuamini kuwa anao uwezo, naye atatufanya kuwa viumbe vipya.
Tuangalie picha ya 3. Kulikuwa na mtu mmoja jina lake anaitwa Nikodemu. Yeye alikuwa ni mkuu wa Wayahudi ambaye alitaka kujua ukweli kumhusu Yesu Kristo. Alimjia Yesu usiku mmoja, akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa wewe ni mwalimu, umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi zote unazozifanya wewe, isipokuwa Mungu akiwa pamoja naye. Yesu akamjibu akamwambia, Amini, amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Nikodemu hakuelewa yale Yesu aliyokuwa anamwambia. Ndipo akamuuliza, awezaje mtu kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akamjibu, Amini, amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho wa Mungu hawezi kuuingia ufalme wa mbinguni. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Lazima uzaliwe mara ya pili. Baada ya Yesu kumwelezea hayo yote, bado Nikodemu hakuelewa. Ndipo akaendelea kumwambia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwanawe ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie mwana hahukumiwi, na asiyemwamini mwana amekwisha hukumiwa. Ndugu zangu, mlielewa maana ya maneno ya Yesu? Yesu alikuja ulimwenguni ili tupate njia kumrudia Mungu. Na kuna njia moja tu. Hebu tusome katika Injili ya Yohana sura ya 14 na mstari wa 6. Yesu anasema, Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ndugu yangu, kumbuka siku hizi tuna dini za kila aina. Lakini fahamu kwamba Yesu alisema, Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Usihangaike, fahamu kuwa njia pekee ya kwenda mbinguni ni Yesu Kristo. Tuangalie picha ya 4. Yesu alirudi tena katika mji wa Kana. Kulikuwa na mtu mmoja mashuhuri, naye aliposikia Yesu amerudi Kana, alisafiri kutoka Kapernaumu akaja kumwomba Yesu amponye mwana wake ambaye alikuwa karibu kufa. Mwaweza kumuona katika picha hii. Basi Yesu akamwambia, msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Yule mtu akamwambia, Bwana, njoo kabla mtoto wangu hajafa. Yesu akamwambia, enenda, mwanao yu hai. Mtu yule alisadiki neno aliloambiwa na Yesu Kristo. Alipofika nyumbani akaambiwa na watumishi wake kwamba mtoto wake amepona. Halafu akauliza ni muda gani alipopona. Watumishi wake wakamwambia ilikuwa kama saa 7. Ndipo mtu yule akajua ni muda huo Yesu alipomwambia mtoto wake ataishi. Alikuwa na furaha nyingi, hata yeye na jamaa yake wakamwamini Yesu Kristo. Mtu huyu alikuwa na imani kubwa sana. Alijua kwamba Yesu angemponya mtoto wake, hata akasafiri safari ndefu ili kumtafuta Yesu aje amponye mtoto wake. Lakini badala ya Yesu kwenda nyumbani kwake, alimwambia tu, nenda, mtoto wako ataishi. Na kwa imani yule mtu alirudi nyumbani, maana alijua Yesu anao uwezo wa kusema tu na ikatendeka. Yesu alisema, msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Ni kweli kwamba kuna watu wengi siku hizi hawawezi kuliamini neno la Mungu, wanataka kuona ishara au maajabu ndipo waamini. Na wakati mwingine huangalia miujiza. Lakini tukumbuke kuwa
siyo Mungu ambaye ndiye mwenye nguvu za kutenda miujiza tu. Tutazame picha ya 5. Huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo palikuwa na birika kubwa la maji, na wakati fulani malaika wa Bwana alishuka na kuyatibua maji. Basi aliyekuwa wa kwanza kuingia baada ya maji kutibuliwa alipona ugonjwa wake kabisa. Na hapo kulikuwa na mtu aliyepooza, na alikuwa amelala kwa muda wa miaka 38 akingoja kupona. Yesu alimwona pale akamuuliza, Je, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani wakati maji yanapotibuliwa. Ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, Simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato, siku hiyo ambayo katika sheria huwezi kubeba godoro. Na Wayahudi walipogundua kwamba ni Yesu aliyemponya yule mtu siku ya Sabato, walikasirika sana na kujaribu kumuua Yesu. Kwa nini Wayahudi walikasirishwa na Yesu? Kwanza walikasirishwa kwa sababu Yesu alikuwa amevunja sheria yao. Hii haikuwa sheria ya Mungu, ila ilikuwa sheria iliyokuwa imetungwa na binadamu. Sheria ya Mungu ilikuwa watu wapumzike siku ya Sabato na kuiweka takatifu. Lakini Wayahudi wakajiongezea kwamba mtu hakuruhusiwa kubeba kitu chochote chenye uzito zaidi ya sindano. Ndugu zangu, ni hatari kuongeza neno kwa neno la Mungu au sheria zake. Pili, Wayahudi walikasirishwa kwa sababu Yesu alidai kwamba yeye ni sawa na Mungu. Sikiliza maneno ya Yesu katika Injili ya Yohana sura ya 5 na mstari wa 19. Yesu anasema, Mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona Baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo Mwana vile vile. Asiyemheshimu Mwana hamheshimu Baba aliyemtuma. Tuangalie picha ya 6. Yesu alifuatwa na watu wengi waliotaka kuona miujiza aliyoifanya na kusikiliza neno lake. Wakati mmoja kulikuwa na umati mkubwa wa watu waliopata 5,000 waliokuja kusikiliza mafundisho yake. Yesu akamwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa watu wapate kula? Andrea aliyekuwa pia mmoja wapo wa wanafunzi wake akamwambia, kuna mtoto hapa ambaye ana mikate 5 na samaki 2. Yesu akawaambia wamlete huyo mtoto pamoja na hicho chakula alichokuwa nacho. Halafu akawaambia wanafunzi wake wawakalishe watu wote chini. Ndipo Yesu akaichukua ile mikate na samaki, akavibariki, akawapa wanafunzi wake, nao wakawagawia watu wote. Huo ni muujiza mwingine aliyoufanya Yesu. Lazima mtashangaa jinsi Yesu alivyoweza kulisha watu wapatao 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2. Yesu aliwaambia watu kwamba msikifanyie kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula chenye kudumu hata uzima wa milele. Yesu akawaambia tena, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Mmeniona na wala hamniamini. Ndugu zangu, mko kama watu hawa ambao Yesu alikuwa akiwazungumzia? Mnakifanyia kazi chakula ambacho hushibisha kwa muda, au mnakifanyia kazi kile cha kudumu milele? Hamu yako ni chakula cha muda au chakula cha milele? Yesu ndiye chakula cha uzima wa milele, na imani yetu lazima iwe katika Yesu peke yake. Tuangalie picha ya 7.
Baada ya Yesu kufanya ishara ya kulisha watu 5,000, aliwaambia wanafunzi wake waingie chomboni wavuke bahari hadi ng'ambo nyingine. Yesu mwenyewe akaenda mahali pa kuomba mpaka kukawa na giza. Bahari nayo ikaanza kuchafuka kwa upepo uliovuma sana. Ndipo Yesu akatokea akitembea juu ya maji na kukikaribia chombo. Wanafunzi wake wakaogopa sana, kwani walidhani kwamba ni pepo. Naye Yesu akawaambia, "Ni mimi, msiogope." Petro akamwambia, "Bwana, kama ni wewe, niambie nije kwako juu ya maji." Yesu akamwambia, "Njoo." Petro akatoka chomboni na kuanza kutembea juu ya maji. Lakini bahari ilipoanza kuchafuka, aliogopa na kuanza kuzama. Ndipo akapaza sauti yake akasema, "Bwana, niokoe." Hapo Yesu akamfikia na kumshika mkono. Yesu akamwambia, "Wewe mwenye imani ndogo, kwa nini hukuamini?" Watu wengine hawaamini kuwa yawezekana kutembea juu ya maji. Ni kweli haiwezekani kwa kibinadamu, lakini yote yawezekana kwa Mungu. Petro alianza vizuri kutembea juu ya maji akimwendea Yesu. Kwa nini mnadhani alianza kuzama? Na kwa nini Yesu alimwambia, "Wewe mwenye imani ndogo, kwa nini hukuamini?" Petro alianza kuangalia bahari inavyochafuka badala ya kumwangalia Yesu aliyemuita. Labda alidhani haiwezekani yeye kutembea juu ya maji. Na hii ni kweli kabisa kwetu sisi. Tusipoweka imani yetu katika Yesu, tunapoanza kuangalia shida na taabu zetu na kuona kwamba Mungu hawezi kutusaidia, ndipo tunapoanza kuzama na kushindwa katika imani yetu. Ni lazima tuendelee kumtazama Yesu. Picha ya 8. Yesu na wanafunzi wake walipokuwa wakitembea, kulitokea mtu mmoja aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake. Wanafunzi wake wakamuuliza, "Mwalimu, ni nani aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake?" Yesu akajibu, "Huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe." Halafu akatema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu kwenye macho. Akamwambia aende kunawa katika birika la Siloamu. Basi akaenda kunawa, akarudi anaona. Na hii ilifanyika siku ya Sabato. Waliomjua kuwa kipofu hawakuamini walipomwona yule kipofu anaona. Ndipo wakampeleka kwa Mafarisayo, wakamuuliza, "Ulikuwaje hata unaona?" Yule mtu akajibu, "Yule mtu aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia niende kunawa katika birika la Siloamu, na niliponawa sasa ninaona." Watu wengine wakasema, "Yesu hakutoka kwa Mungu kwa sababu anavunja sheria." Lakini wengine wakasema, "Mtu mwenye dhambi hawezi kufanya miujiza kama hii." Lakini bado Wayahudi hawakuamini kwamba yule mtu aliyekuwa kipofu sasa anaona. Hivyo wakawaendea wazazi wake, wakawauliza kama kweli alikuwa kipofu. Wazazi wake kwa uoga hawakutaka kuwaambia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, kwa sababu waliogopa kutengwa na sinagogi. Wakawaambia, "Ni mtu mzima, muulizeni yeye." Basi mara ya pili wakamuuliza, na yule mtu akawaambia, "Kama ni mwenye dhambi, mimi sijui. Ninajua neno moja tu, kuwa mimi nilikuwa kipofu na sasa ninaona." Hii iliwakasirisha sana Wayahudi, ndipo wakamtenga na sinagogi. Yesu aliposikia hivyo, alimwendea yule mtu akamwambia, "Unamwamini mwana wa Mungu?" Kipofu akamuuliza, "Ni nani Bwana? Niambie ili nami nimwamini." Yesu akamwambia, "Ni mimi ninayesema nawe." Ndipo yule mtu akamwamini.
Yesu alisema, nimekuja ulimwenguni ili vipofu wapate kuona na wenye macho wawe vipofu. Mnaelewa maana ya maneno haya? Kuna watu ambao wanaona na macho yao, lakini roho zao ni vipofu. Na kuna wengine ambao vipofu kwa macho, lakini huona kwa roho zao. Wewe ni kipofu, huwezi kuona wala kumwamini Yesu? Au umeshafunguliwa macho kama yule mtu? Picha ya 9. Basi kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa mgonjwa, aliitwa Lazaro. Alikuwa na dada zake wawili, kwa jina ni Mariamu na Martha. Wakatuma habari kwa Yesu aje kumponya ndugu yao. Yesu akasema, ugonjwa huu sio wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa hayo. Yesu hakwenda kumponya Lazaro siku hiyo, bali aliendelea. Baada ya siku kadhaa, aliwaambia wanafunzi wake, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Wanafunzi wakamwambia, kama amelala atapona. Hawakuelewa Yesu alikuwa akisema kuhusu kifo. Ndipo wakaenda mji wa Bethania alikoishi Lazaro. Wakakuta watu wengi waliofika kuwafariji Mariamu na Martha. Martha aliposikia Yesu anakuja, alikimbia kwenda kumlaki. Bwana, ungalikuwa hapa ndugu yangu hangelifariki, alisema Martha. Lakini najua ya kuwa yoyote utakayemwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha alidhani Yesu anasema kufufuka siku ya mwisho. Lakini Yesu akamwambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Kila aishiye na kuniamini hatakufa kabisa, hata uzima wa milele. Yesu alipoona jinsi Martha alivyokuwa akilia, alishikwa na huzuni nyingi, naye akaanza kulia pia. Halafu akaenda kaburini alikozikwa Lazaro. Ilikuwa mila ya Wayahudi kumzika mtu katika pango, halafu kulifunika lile pango kwa jiwe. Yesu akawaambia watu, liondoweni jiwe. Lakini Martha akasema, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti kwa siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia kwamba ukiniamini utaona utukufu wa Mungu? Halafu Yesu akaita kwa sauti kuu, Lazaro, Lazaro, njoo huku nje. Lazaro akatoka nje. Yule aliyekuwa amekufa alitoka amefungwa bado na sanda yake miguuni na usoni pamoja na mikononi. Naye Yesu akawaambia, mfungueni aende zake. Ndugu zangu, Yesu ni ufufuo na uzima, hata kifo cha mtii. Kama tunamwamini Yesu Kristo, hatuwezi kufa. Ni kweli kabisa. Hata kama miili yetu itakufa, lakini roho zetu zitaishi naye milele. Picha ya 10. Yesu alikuwa amefundisha mambo mengi na kufanya miujiza mingi na ishara nyingi, ili kuwafanya watu na wanafunzi wake waamini kuwa kweli yeye alikuwa mwana wa Mungu. Kazi yake hapa duniani ilikuwa inamalizika, lakini kulikuwa na kitu kimoja cha muhimu ambacho alikuwa hajakifanya. Ndugu yangu, kazi yako hapa duniani ni nini? Kazi ya Yesu ilikuwa ni afe msalabani. Hebu niwaeleze. Kama mmekuwa mkinisikiliza kwenye kanda zingine, mtakumbuka kwamba niliwaambia wakati Adamu na Hawa walipotenda dhambi, walivunja uhusiano wao na Mungu. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu kwao, aliwaahidi tena atarudisha uhusiano wao kwake. Baada ya hayo yote, vizazi vingi vilipita, na Mungu katika mipango yake alikuwa anaukamilisha huo mpango. Je, ni mpango gani huo? Ni wa kumwaga damu yake Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Tuangalie picha ya 11.
Mwili wa Yesu uliwekwa kaburini. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magadalene na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walikwenda kaburini alfajiri, wakaliona lile jiwe limeondolewa kwenye mlango wa kaburi. Basi Mariamu Magadalene akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa wanafunzi wengine, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi wakatoka Petro na Yohana kwenda kaburini. Walipofika, waliviona vitambaa vya sanda vimerara, lakini mwili wake Yesu haukuwepo. Wanafunzi wakarudi kwao, lakini Mariamu Magadalene alibaki pale akilia. Alipoangalia kwenye kaburi, aliwaona malaika wawili wameketi. Wakamwambia, Mama, unalilia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, na wala sijui walikomweka. Baada ya kusema hayo, aligeuka nyuma na kumuona Yesu amesimama, lakini hakujua ni Yesu. Yesu akamwambia, Mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhani ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamwondoa. Yesu akamwambia, Mariamu. Naye akajua ni Yesu. Yesu akamwambia, usinishike, kwa maana sijapaa kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu ukawaambie, ninapaa kwenda kwa Baba, naye ni Baba yenu, kwa Mungu wangu, naye ni Mungu wenu. Mariamu Magadalene akaenda kuwapasha habari wanafunzi kwamba nimemuona Bwana. Ndugu zangu, Yesu yu hai milele. Alishinda kifo. Kumbuka, alisema yeye ni ufufuo na uzima. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba akituombea. Aliimaliza kazi yake hapa duniani. Unaamini kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako? Umeshamuomba akusamehe dhambi zako na kukupatia haya maisha mapya anayoyazungumzia katika sura hii? Tuangalie picha ya 12. Yesu alifanya miujiza mingine baada ya kufufuka kwake. Siku moja asubuhi, alipokuwa amesimama kando ya bahari na wanafunzi wake walikuwa wamejaribu kuvua samaki usiku kucha, lakini hawakupata hata mmoja. Yesu akawauliza, wanangu, mmevua samaki yoyote? Wakajibu, hapana. Akawaambia, tupeni nyavu upande wa kulia wa chombo chenu, nanyi mtapata samaki. Basi wakatupa, na lo, walishika samaki wengi sana, hata hawakuweza kuvuta nyavu zao kwa sababu ya wingi wa samaki. Muda huo wote wanafunzi wake hawakujua ni Yesu. Ndipo Yohana mmoja wao akasema, "Oh, ni Bwana!" Petro hakungoja chombo kifike ufuoni. Aliruka ndani ya maji na kumkimbilia Bwana. Yesu alikuwa ametayarisha moto kwa ajili ya kupika samaki. Akawaambia wale mkate kwa samaki, maana alijua wana njaa baada ya kuvua usiku kucha. Baada ya kula, Yesu akamwambia Petro, Simoni mwana wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Simoni akasema, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Yesu akamwambia, lisha wana kondoo wangu. Ndugu zangu, kama Yesu angewauliza, je, wanipenda? Lisha kondoo zangu, mungejibu nini? Tuangalie picha ya 13. Kulikuwa na watu wawili waliokuwa wakienda kijiji kimoja kiitwacho Emau. Wakawa wakizungumza mambo ya Yesu, ambapo Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Hao watu hawakujua ni Yesu. Yesu akawauliza, je, ni mambo gani mnayozungumza?
Mmoja wao akajibu, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu, hata huyajui yaliyotokea humu siku hizi? Yesu akauliza, ni mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani wetu walivyomsulubisha, nasi tulikuwa tukitumaini kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Tena wanawake kadhaa wa kwetu walitustua waliposema walikwenda kaburini na hawakuona mwili wake, na kwamba yu hai sasa. Ndipo Yesu akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote yaliyosemwa na manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Yesu aliendelea kuwafundisha katika maandiko yote yaliyomhusu yeye mwenyewe. Kulikuwa kuna kuchwa, wakamwomba akae nao kwa sababu usiku unaingia. Yesu akakubali. Ulipofika wakati wa chakula, ndipo macho yao yakafunguliwa, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Nao wakaondoka wakarudi Yerusalemu kuwaambia wale wanafunzi 11 kwamba ni kweli kabisa Yesu amefufuka na yuko hai. Tuangalie picha ya 14. Wakati wa siku zake hapa duniani, Yesu aliwafundisha watu kwa kutumia mifano mingi tena mbalimbali. Siku moja alitoa mfano wa mtu aliyekuwa na watoto wawili. Yule mdogo alimwendea baba yake na kudai apatiwe mali ambayo ni sehemu ya urithi wake. Baba yake hakukubali, lakini baada ya mazungumzo alikubali, ingawa alijua mtoto wake ni mjinga. Biblia haituambii hivyo, lakini nadhani alimpa baada ya mazungumzo ya muda mrefu. Yule kijana mdogo alichukua mali yake na kuenda kuishi nchi ya mbali. Alipata rafiki wengi na akatumia pesa zake kwa njia ya anasa nyingi. Mwisho zile pesa zilimwishia na kukawa na njaa kali sana katika nchi hiyo. Wale rafiki zake wakamwacha, akawa hana mtu yoyote aliyemjali wala aliyemsaidia. Baadaye akaamua kwenda kutafuta kazi, na kazi aliyoipata ilikuwa ni kuwalisha nguruwe. Akawa anatamani kula maganda waliokula nguruwe, lakini hakuwa na mtu wa kumpa. Akawaza moyoni mwake, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula kizuri mpaka kikabakia, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitarudi kwa baba yangu na nimwambie, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumwa wako. Na hivyo ndivyo alivyofanya. Ndugu zangu, mko kama huyu kijana mjinga? Unauliza kila kitu ambacho unadhani ni chako, kisha baada ya kukipata unakitumiaje? Labda alitumia pesa zake kwa anasa, na zilipokwisha rafiki zake wakaisha. Maisha yalipokuwa magumu, ndipo alipokumbuka kuwa nyumbani kuna maisha mazuri. Labda hapo awali alikuwa akigombana na wenzake kuhusu maisha yalivyokuwa mabaya hapo nyumbani. Sasa ndipo alipoona hata watumishi wa baba yake walikuwa na chakula kingi tena kizuri zaidi. Endelea kusikiliza ili usikie mengi zaidi kuhusu habari hii. Tuangalie picha ya 15. Yule kijana alipokuwa akikaribia nyumbani, baba yake alikimbia kumlaki na kumkaribisha nyumbani. Yule kijana akasema, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele zako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba akawaambia watumishi wake, lileteni vazi lilo bora mvishe, pia mvisheni na pete kwenye kidole chake na viatu miguuni. Halafu akawaambia,
waende wamchinje ndama aliyenona, ili wale na wafurahi, kwa sababu yule baba alisema, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa na sasa amefufuka, alikuwa amepotea, sasa amepatikana. Basi yule baba na watumishi wake wakaanza kusherehekea. Yule kijana mkubwa wake alipokuwa akirudi kutoka shambani baada ya kufanya kazi nyingi, alisikia kelele na nyimbo za sherehe. Akamwita mmoja wa watumishi wake, akamuuliza, ni nini kinachofanyika huko nyumbani? Yule mtumishi akajibu, unajua ndugu yako amerudi na baba yako amemchinjia ndama aliyenona na wote wanasherehekea. Ndugu yake akakasirika sana, akaenda kwa baba yake akamwambia, baba, tazama, mimi nimekutumikia miaka hii yote, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujawahi kunipa ndama yoyote nimchinje ili nifurahi na rafiki zangu. Lakini aliporudi huyu mwanako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Baba akamwambia, mwanangu, wewe upo pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Lakini ilitupasa tusherehekee, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa na sasa amefufuka, alikuwa amepotea na sasa amepatikana. Ndugu zangu, wewe ni kama kijana gani kati ya hawa wawili? Yule kijana mdogo aliona amekosa, akamrudia baba na kutubu. Baba alimsamehe na kumkaribisha kama mtoto wake tena. Biblia yatuambia, tukitubu dhambi zetu, Mungu ni mwaminifu na mwenye haki, atatusamehe dhambi zetu na kutuosha kutoka katika udhalimu wetu wote. Tunasoma haya katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 9. Mungu anatutaka tuache njia zetu mbaya, tumrudie na kuishi naye kama watu wengine ambao humwendea Mungu na kutubu dhambi zao. Baadaye hurudi na kufanya dhambi ile ile. Wao hudhani kwamba kwa kwenda kanisani au kwenda kwa padri na kutubu ni sawa. Halafu wataendelea kuishi katika hali yao ya dhambi. Ndugu zangu, huko sio kutubu kwa kweli. Tuangalie picha ya 16. Biblia inatuambia, angalieni, jihadharini na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa tajiri sana, akawa na vyakula vingi, akajiona yuko salama kabisa. Akasema, sasa sitaona shida au njaa kwa muda mrefu sana. Akajiambia nafsi yake, nafsi yangu, una vitu vingi vyema ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Sasa pumzika basi, ule, unywe na ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndipo Yesu akawaambia, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, wala miili yenu mtavaa nini, kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi. Angalieni hawa ndege, ya kwamba hawapandi wala hawavuni, hawana gara, na Mungu huwalisha. Bora ninyi mara nyingi kuliko ndege. Ni nani kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea hata saa moja kwa maisha yake? Basi ikiwa hamwezi hata neno lililo dogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na hayo yote mtaongezewa. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Mmeelewa maana ya maneno ya Yesu?
wewe ni mmoja wa aliyejiwekea hazina yake katika benki au mifuko au mashamba makubwa au katika watoto na nyumba nzuri, ili ujione uko salama katika maisha yako? Ni nini kilichomtokea yule tajiri katika hadithi hii? Ndiyo, ni kweli alikufa usiku huo huo. Alidhani yuko salama kwa kuwa ana vitu vingi, lakini hakuishi afurahie mali yake. Ndugu zangu, msinielewe vibaya. Yesu hakumaanisha kwamba tusifanye kazi kwa bidii na wala tusijiwekee akiba ya pesa au kuwa na vitu vizuri. Lakini anayosema ni kwamba kama ni mali tunayoifanyia kazi tu, basi maisha yetu ni bure. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Kama tunatafuta mali ya dunia, siku moja itaisha au itaibiwa, lakini tujiwekee hazina mbinguni ambayo itaishi milele. Je, hazina yako iko wapi? Tuangalie picha ya 17. Palikuwa na mtu mmoja tajiri sana aliyekunywa na kula kwa anasa. Alikuwa na kila kitu alichokihitaji. Na masikini mmoja jina lake Lazaro aliwekwa mlangoni pake. Alikuwa na vidonda vingi ambavyo mbwa walikuwa wakiramba. Alikuwa akila makombo yaliyoanguka kutoka katika meza ya yule tajiri. Ikawa yule masikini alikufa na kuchukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Naye yule tajiri akafa na kuzikwa. Kule kuzimu akayainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani pake. Akalia akasema, "Baba Ibrahimu, nihurumie. Mtume Lazaro achovye kidole chake katika maji, aupoze ulimi wangu, kwa sababu ninateseka katika moto huu." Ibrahimu akajibu, "Mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema katika maisha yako, na Lazaro alipata mateso, na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa, na wewe unateseka. Na zaidi ya hayo yote, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, hivyo hakuna yeyote ambaye anaweza kuvuka na kuja huko wala kuja huko." Yule tajiri alikuwa na maisha ya raha wakati wa siku zake hapa duniani. Alikuwa na kila kitu alichokihitaji, lakini akawa mtu mwenye choyo. Hakutaka kumsaidia yule maskini Lazaro ambaye aliketi mlangoni pake. Yule tajiri hakuwajali watu maskini. Mara nyingi sana katika Biblia Mungu anasema tuwasaidie watu maskini, lakini wengi wetu hupata mali kwa kuwadanganya hao maskini na kuwafanya maskini zaidi. Vipi ndugu zangu? Kumbuka siku moja tutatoa habari kuhusu maisha yetu ya hapa duniani. Sababu mojawapo ya huyu tajiri kwenda kule kuzimu si kwa ajili ya utajiri wake tu, wala si kwa ajili ya uchoyo wake, lakini ni kwa sababu hakumwamini Mungu katika maisha yake, bali aliitegemea mali yake tu. Je, umeyatoa maisha yako kwa Mungu? Tuangalie picha ya 18. Yesu alitoa mfano huu. Ni nani kwenu aliye na rafiki, akamwendea usiku wa manane, akamwambia, "Rafiki yangu, nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kutoka safari ya mbali, nami sina cha kumwandalia." Lakini rafiki yake akajibu, "Usinisumbue, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala na watoto wangu, siwezi kuamka ili nikupe." Lakini rafiki yake aliendelea kuomba, na mwisho rafiki yake yule wa ndani aliamka na kumpa, kwa sababu hakukata. Usikate tamaa. Yesu anasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila aombaye hupokea,
naye atafutaye hupata, naye abishaye hufunguliwa. Maana ni yupi aliye baba na mwanawe akimwomba samaki atampa nyoka? Au akimwomba mkate atampa jiwe? Basi ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Je, Baba yenu aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Mnadhani Yesu alikuwa akitufundisha nini katika mfano huu? Mungu hujishughulisha na kila jambo katika maisha yetu. Sio nguo tu na vyakula tu na vitu vingine vya hapa duniani, bali hujishughulisha pia na maisha yetu ya kiroho. Wakati mwingine tunapoomba, tunafikiri kuwa Mungu atatupatia kila kitu tulichomuomba. Lakini hii si kweli. Mungu hawezi kutupatia kile kitu anachojua kuwa ni kibaya kwetu. Pengine unaweza kufikiri ni kizuri, lakini Mungu anajua kuwa si kizuri, na hivyo huwezi kukipata. Kila kitu Mungu anachotupatia ni kizuri na ni kile kitakacholingana na mapenzi yake. Wakati unapomuomba Mungu, muulize Mungu kama ni mapenzi yake, na kama ni mapenzi ya Mungu utapata kile ulichoomba. Wakati mwingine jibu halitakuja mara moja, lakini tunahitaji kuwa na imani na kuamini kuwa Mungu atajibu sawasawa na mapenzi yake. Picha ya 19. Biblia yatuambia kwamba kuna watu wengine wenye maringo sana, na mara nyingi hujiona kuwa hao ni bora zaidi kuliko watu wengine. Labda mnawajua watu kama hao. Yesu alitoa mfano huu kwamba kulikuwa na watu wawili waliokwenda hekaluni kuomba. Mmoja alikuwa ni Farisayo na mwingine alikuwa mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama na kuomba hivi moyoni mwake akisema, Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, washerati, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa sadaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alijua yeye siye mtu wa haki, kwa sababu alikuwa amewadanganya watu kwa kuwatoza ushuru zaidi na kujichukulia pesa zingine akajiwekea mfukoni. Hata labda alikuwa amepokea rushwa na kufanya wengine wapigwe kama hawakuwa na uwezo wa kulipa ushuru. Alikwenda hekaluni kusali akitaka Mungu amsamehe. Alisimama wala hakuthubutu kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua na kusema, Mungu, uniwie huruma, mimi ni mwenye dhambi. Ni sala gani mnadhani ilimfikia Mungu? Sala zao zilifika kwa Mungu. Lakini ni gani iliyogusa moyo wa Mungu? Ni ya yule aliyenyenyekea mbele za Mungu. Biblia yasema, kila ajikwezaye atashushwa na kila ajishushaye atakwezwa. Je, wewe ni mtu wa hali gani? Huwa unajifikiria kuwa mtu mzuri zaidi kuliko wengine? Kwa sababu huenda kanisani kila Jumapili, hutoa pesa kuwasaidia watu maskini na hutoa sadaka kanisani na kadhalika. Na roho yako imejaa kiburi kwa sababu ya hayo mambo unayoyafanya. Kumbuka, mawazo kama haya hayamfurahishi Mungu. Kila ajikwezaye atashushwa na kila ajishushaye atakwezwa. Tuangalie picha ya 20 pamoja na ya 21. Kulikuwa na mkulima alitoka kwenda kupanda mbegu zake. Naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa 1 kwa 100.
Alipokuwa akisema hayo, alipaza sauti akasema, mwenye masikio ya kusikilia na asikie. Ndugu zangu, mnaelewa maana ya mfano huu? Mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndiyo husikia, kisha huja Shetani na kuliondoa hilo neno mioyoni mwao ili wasiamini na kuokoka. Na wale penye mwamba ndiyo ambao husikia na kupokea neno kwa furaha, nao hawana mizizi. Huamini kwa muda kidogo, na wakati wa kujaribiwa huliacha neno la Bwana. Na zilipoanguka penye miiba ni wale hulisikia neno la Mungu, na badala ya kukaa katika imani, wao husongwa na shughuli za maisha na mali na anasa za maisha haya. Na zile zilizoanguka penye udongo mzuri ni wale ambao kwa wema wa mioyo yao hulisikia neno la Mungu na kulishika na kuendelea kukua katika neno la Mungu kwa kuvumilia na kuzaa matunda. Je, wewe ni wa aina gani kati ya hii mifano minne Yesu aliyoitoa? Moyo wako ni kama udongo wa njiani, au ule ulio penye mwamba, au ulio katika miiba, au ni udongo mzuri? Tuangalie picha 22. Tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu Yesu. Akasema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Akajibu yule mwanasheria, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vema. Lakini yule mwanasheria akamuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu, mtu alitoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakampiga na kumvua nguo, wakachukua kila kitu alichokuwa nacho, wakamwacha katika hali ya kufa. Kuhani mmoja alipitia kwenye ile njia, na alipomuona alipita kando. Mlawi naye alipopita akamuona, akapitia kando. Lakini Msamaria mmoja alipofika hapo na kumuona, alimhurumia, akamkaribia, akamfunga majeraha yake, akamtia mafuta na divai, akampandisha juu ya punda wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Siku ya pili akatoa pesa, akampa mwenye nyumba ya wageni. Akasema, mtunze huyu, na chochote kitakachozidi hizi pesa mimi nitakulipa nitakaporudi. Yesu akamuuliza yule mwanasheria, kati ya hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukia kati ya wanyang'anyi? Yule mwanasheria akajibu, ni yule aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, nenda zako na ufanye vivyo hivyo. Ndugu zangu, ninyi mko katika kundi gani? Unapomwona mtu akiwa katika shida, huwa unamsaidia au huangalia na kupitia pembeni kama wale watu wawili waliopita kando? Tuangalie katika Injili ya Mathayo sura ya 5 na mstari wa 7. Inasema, heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Tuangalie picha ya 23. Yesu alipokuwa hapa duniani, mara nyingi alijaribu kuambia watu kwamba atakufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, na kwamba atafuka tena na kurudi kwa Baba yake mbinguni. Akasema atarudi tena hapa duniani, lakini hakusema ni lini atakaporudi. Yesu ametuambia mara nyingi katika Biblia kwamba tuwe tayari wakati wowote, kwa sababu atakaporudi atatuchukua twende naye. Yeye anasema tuwe kama watumishi ambao bwana wao ameenda safarini. Tusiwe watumishi wavivu, wakigombana na kunywa pombe na kulewa,
lakini tuwe watumishi wa kufanya kazi kwa bidii, tukisubiri kurudi kwa Bwana wetu. Mnaweza kuona katika picha hii watumishi wakifanya kazi yao vizuri, na bwana wao amerudi na kufurahia kazi yao. Tunaambiwa pia mtumishi yoyote ambaye anajua nia ya bwana wake na kila kazi anayohitajika kufanya na haifanyi ataadhibiwa vikali. Na yule asiyejua kazi ya bwana wake na amestahili adhabu ataadhibiwa kidogo. Je, uko tayari ili Bwana Yesu akirudi umpokee? Akirudi atakukuta ukimsubiri au atakukuta ukiwa mvivu bila kufanya kazi yake vizuri? Tuangalie picha ya mwisho ya 24. Popote Yesu alipokwenda alifuatwa na umati wa watu wengi, wakisikiliza neno lake na kuona ishara alizozitenda. Wakati mmoja alipokuwa akiingia mji wa Yeriko, kulikuwa na mtu mkubwa katika watoza ushuru, jina lake aliitwa Zakayo. Huyu mtu hakupendwa na watu kwa sababu alikuwa akiwatoza ushuru zaidi na kujiwekea pesa nyingi mfukoni mwake, na hii ilimfanya awe tajiri sana. Basi alitaka sana kumwona Yesu, lakini hakuweza kwa sababu ya umati wa watu, na pia yeye alikuwa ni mtu mfupi sana. Akatangulia mbio akapanda juu ya mti, kwani alijua Yesu atapita njia hiyo. Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa imenipasa leo nishinde nyumbani kwako. Zakayo akashuka haraka akamkaribisha Yesu kwa furaha. Watu walipoona hivyo wakanung'unika sana wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo alitubu na kumwambia Bwana Yesu kwamba atawapa nusu ya mali yake watu maskini, na ikiwa amemnyang'anya mtu kila kitu kwa hila atamrudishia mara 4. Bwana Yesu alifurahi kwa sababu Zakayo alikuwa ametubu dhambi zake. Yesu alikuja kuwatafuta na kuwaokoa waliopotea. Alisema, sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Tunasoma hivyo katika Marko sura ya 2 na mstari wa 17. Ndugu yangu, umepokea zawadi ya wokovu wa Mungu? Kumbuka Yesu alikuja kuwatafuta na kuwaokoa wote wenye dhambi. Je, unakubali kumruhusu ili akuokoe?